Akichukua. Nilimwona ndio. Kigoma mjini. Na wengine hivyo. Na Chama cha Mapinduzi mchakato huo hapo, lakini pia niliona taarifa ya Chauma. Nao pia wakieleza kuhusu utaratibu wao kwa nafasi za ubunge na udiwani. Kwenye urais sikuwasikia sana wakizungumza, sikujua hicho. Kuna urais Chauma wao hiyo nafasi wameweka kwa pending. Inamsubiri nani? Kutokana na utaratibu wa chama ukimsikiza katibu mkuu, nafasi zote za kiuongozi kuanzia nafasi ya udiwani, ubunge wameshaweka wazi. Kwa hiyo na wao wameenda mbali zaidi, Watanzania wote ambao wanatamani kushika hizo nafasi wanakaribishwa. Unaambiwa sio mwanachama wa Tanzania. John, yani unasikia tu ukiwa Mtanzania afu unaenda Chauma ndio umejiunga hapo. Kwa wao ukiangalia wanatamani kupata viongozi ambao wana kada tofauti, historia tofauti na hata ujenzi wa kisiasa tofauti. Kwa hiyo Chauma kwa ni kama jukwaa. Basi ukipita kwenye mtandao hata mimi watu wengi wananiambia mbona hujachukua form? Hivi kuchukua form na kugombea ni kitu kimekuwa kitu cha kawaida. Yaani imekuwa ni nini? Ni kuporomoka kwa hadhi ya siasa ya Tanzania au kukua kwa demokrasia ya Tanzania? Karibu. Yes, kwanza ukitazama katika mfumo wetu wa vyama vingi tangu tumeanza mwaka 92 na uchaguzi wa kwanza mwaka 95, tunaona kabisa kwamba tuna miaka karibia 30 sasa hivi. Sasa kumekuwa kuna mwamko mpya kwanza wa kisiasa katika nchi yetu, na kumekuwa na hali mpya ya watu wengi vijana kujihisi kabisa kwamba wenyewe wanaweza kuwa katika nafasi za kiongozi. Sasa hii unaweza ikatazama katika macho ya msingi matatu. Cha kwanza, siasa imekuwa ni ajira. Cha kwanza. Yes. Kujiajiri kupitia siasa imekuwa ni ajira. Kuna watu wengi sasa hivi wanaitazama siasa kama ni ajira, kwamba ni sehemu ambapo kama vile ambavyo zikiitishwa interview kwenye kampuni mbalimbali, taasisi mbalimbali, wimbi la watu limekuwa ni kubwa. Kwa hata kuna siasa vile kujaribu fursa. Yes, kujaribu fursa. Kwa kuna siasa napo siasa imekuwa ni ajira. Lakini cha pili ni kwamba namna gani kila mwenye ushawishi anajihisi kwamba mwenyewe anaweza kuwa kiongozi. Hiyo ni hoja ya msingi sana. Kwamba je, katika mazingira yetu ya kisiasa na nafasi ya ubunge ni kwamba kila mwenye ushawishi anaweza kuwa mwanasiasa. Kwa hiyo watu mtazamo wamekuwa wakiangalia namna gani wamejenga ushawishi kwenye kada zao mbalimbali na kuweza kuja kutumbukia katika siasa. Lakini vile ukitazama kisa ni kwamba siasa ni kada ambayo imekuwa ina kitu ambacho inaitwa job security. Yaani ina uhakika wa ile kazi, ina kinga. Bali ya uteuzi. Bali ya kuajiriwa. Bali ya kuajiriwa. Kwa maana kwamba ukishachaguliwa na wananchi unakuwa na fursa ya kuweza kuongoza kwa uhakika kwenye kipindi cha muda wa miaka 5. Ndio maana itakushangaza kwa nini kwa mfano mkuu wa mkoa ana eneo la kiutawala la mkoa kubwa kuliko jimbo. Yes, na kuhudumia wananchi, lakini anakimbilia katika nafasi ya ubunge. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba nafasi za ubunge zimekuwa zina hiyo job security. Kwa maana kwamba unakuwa na uhakika uwakilishi wa nafasi yako ya ubunge ndani ya kipindi cha miaka 5. Hata speaker mwenyewe anakuwa tu anaweza kukusimamisha, lakini anakuwa ili nafasi hawezi kufanyaje? Hawezi kuondoa. Yes. Kwa sasa utazama ni kwamba imekuwa job security. Lakini pia ni kwamba ukitazama sasa kumekuwa kuna wimbi kubwa la wasanii vile watu maarufu, mchekeshaji, yes. Influencer, mtu mwenye ushawishi kidogo hivyo. Wengi wanachukua fomu. Sasa hiyo ndio inanifikirisha. Ubunge imekuwa kitu chepesi sana. Yani mimi nikikaa nikitafakari uchungu, nadhani kuna sehemu tunatakiwa kujitafakari sana. Kama nafasi nyeti ya kwenda kutunga sheria ambayo kwenye jimbo anatakiwa kwenda kuwakilisha mtu mmoja, kila mtu anajiona anafaa. Yani mchungu unaona unafaa, yani utaki kufikiria kwamba umewahi kupata wapi uzoefu, kwa nini unataka. Kama kila mtu anahisi anaweza kukalia nafasi yako, unatakiwa pia kujitafakari. Sio, unaelewa? Kuna namna mtu unatakiwa kuwa na standard. Kwa mfano, kwenye taaluma zetu hapa nchini Tanzania, kuna taaluma ambazo hata kwa watoto vijana wadogo ukiwaambia anapata mashaka. Wewe zungumza na kijana yeyote mwambie unataka kuwa rubani, cha kwanza atakwambia tafikaje.
Yani kuna grade tayari imejiweka kwa standard. Standard ya urubani inahitaji kwanza gharama yake kusoma, lakini pia uwezo wake na imejiweka pale. Ili ndio daktari au unafanya masiara, lakini kuna career nyingine siwezi kuzitaja. Mtoto wote anaota ndoto, anaona hapana, nikisoma tasoma HKL, yani nitaweza kufanya kwa sababu ya viwango ambavyo imewekea. Sasa siasa za Tanzania bad enough kwenye nafasi ambazo ni za kimaamuzi, zinaenda kutoa hatima ya sheria ambazo zitatusaidia sisi. Kama kila mtu anaona anaweza kuingia kwa sababu ya si bezi kwamba hakuna mchekeshaji au nani anaweza kuwa kiongozi au msanii, sababu wapo ambao wamewahi kufanya na wakafanya kwa ubora. Lakini wimbi hili la kwamba kila mtu anaweza kuichezea nafasi ambayo wewe ulikuwa naye bungeni, ikufikirishe kwamba pengine kazi uliofanya watu nje wameona mtu yote anaweza kuifanya. Kwa hiyo kuna kazi kubwa inatakiwa kufanywa kwa muhimili bunge, kuiwekea standard, kuweka viwango kwamba mbunge au bunge lina hadhi hii, sio kila mtu anaweza kujaribu. Yes, na kisa ni katika hiyo hoja yako hiyo ya msingi. Unajua zamani, sawa, kuna mfumo wa kidemokrasia wa kiliberali, kwa sababu lazima tufahamu kwamba huu mfumo wa kisiasa unaitwa ni mfumo wa kiliberali, demokrasia ya kimagharibi. Zamani nafasi kwa mfano za kune mabunge walikuwa wengi ni wanafalsafa kabisa. Sawa, wengi ni think tank. Wanafalsafa wenye umri mkubwa. Yes, wanafalsafa ambao walikuwa wakitoa kwa mfano maazimio au wakitoa fikra au wakika hoja ambazo zimeenda kutoa mustakabali mpana kwa jamii. Kwa mfano, dunia ina mwanafalsafa maarufu sana anaitwa John Locke. Huyu ndo alisema kwamba sawa, lazima jamii iweze kutengeneza utaratibu na sheria ambayo utakuwa jamii yenyewe imekuwa sehemu ya maamuzi. Sawa, John Locke. Sasa karne ya 17, karne ya 18 ukitazama nafasi nyingi za maamuzi kwa zinashikiliwa na wanafalsafa. Sasa ukitazama ni kwamba kumekuwa kuna wimbi vile vile hata kuna nchi za Ulaya ya watu wengi kuna kada mbalimbali sasa hivi kuweza kuingia nafasi za kisiasa. Kwa huko Tanzania sasa ukitazama imekuwa sasa ni kama mfumo wetu wa kisiasa sasa unaingia kune ungwe nyingine. Kwa sababu lazima tufahamu kwamba siasa ni umri. Na katika mchakato wa ukuaji lazima generations zinabadilika, lakini vile vile lazima huo mchakato wa kufuata lazima uweze kuupitia. Hata kama mtoto amezaliwa mwaka 2025 lazima atapitia katika mchakato wa ukuaji. Kwa hata sisi ukitazama siasa yetu inapitia katika mchakato mwingine wa ukuaji. Sasa kwa nini kwa mfano kila mtu mwenye ushawishi anajisi anaweza kuwa kiongozi? Umezungumza hoja nzuri kwamba standard. Sisi kwa mfano kwetu kutafuta kiongozi tunatumia sifa zipi? For instance, sawa, je, mtu lazima aweze kuwa na curiosity, udadisi, mtu lazima awe na uwezo mkubwa wa kuchambua mambo, mtu lazima awe na historia nzuri, mtu lazima awe na integrity, mtu lazima kwa mfano awe kwa mfano ana vipawa. Sawa, umesomelewa? Na kuelewa kwa sababu bisha mchungu ni kukatisha. Shai kuibuka bungeni wao wenyewe shai kujadili mara kadhaa kwamba imeibuka sio mara moja hoja ya wabunge kuangaliwa kwa ngazi za elimu zao. Japokuwa sasa ilikuwa pia ina prove wrong kwa sababu wapo wengine wana elimu sio kubwa sana lakini wameweza kufanya majukumu makubwa. Sasa inatuletea shida kwamba hata tukisema tunaweka standards. Standards zitawekwa vipi? Lakini pia lazima tujiulize tulifikaje hapa tulipofika. Yes, ndio maana nikasema kwamba katika jamii hiyo ambayo inaunda mfumo wa kidemokrasia sisi kwetu tafsiri ya kiongozi ni nini? Si ndio? Watu wengi wanachukua fomu. Watu wengi wanatamani nafasi ya kiongozi. Lakini sisi kwetu, sawa, tafsiri ya kiongozi ni kwa mfano labda akigombea kwa mfano profesa kuna jimbo A. Alafu kwa mfano akiwa na msanii kuna jimbo lile A. Je, watu watamchagua profesa kwa sababu ya uwezo wake, utaalamu wake, au watamchagua msanii? Kwa matokeo ya uchaguzi wa watu itakupa hitimisho kwamba kuna jamii husika wao uongozi kwao ni kitu gani. Ndio nikasema kwamba sawa, na kwa mfano kuna hii dhana ya public administration. Sawa, sasa hii kitaalamu kidogo. Public administration. Sawa? Okay. Kwa mfano kuna miundo ya taasisi. Kuna mtindo wa taasisi.
kuna mikakati ya taasisi, kuna maadili ya taasisi. Tunamtaka Kisa kwa sababu gani na tunamtaka Mtei kwa sababu gani? Yes. Sawa, kwa sababu katika kila mkakati wa taasisi au katika kila mkakati wa katika maadili yetu ambayo tumejiwekea, kuna watu ambao wana reflect. Sawa, wanaakisi zile sifa. Kwa sasa watu wakijipima, mimi Mchungu nikijipima kwa hizi standard, sawa, sio mali kwangu. Akijipima Mtei kwa hizi standard. Kwa hiyo mwenyewe kama mtu ambaye unatamani nafasi, unaweza kujiassess. Sasa good enough ni kwamba sisi kwetu ni kwamba unahitaji cha kwanza uwe na mwamvuli wa chama. Sifa ya kwanza kwamba utaka nafasi ya kiongozi, lazima upitie mwamvuli wa chama. Sifa ya pili, chama kiweze kukupa nafasi ya kukuchagua. Sasa kwa sababu ni haki hiyo sasa ya msingi ya kikatiba, imekuwa vile kisukuma kundi kubwa la watu. Ila naamini kabisa kwamba katika kufanya vetting lazima kuna quality za msingi ambazo kama watu wanahitajika kwenye nafasi husika. Lakini pia hapo umezungumza vizuri. Kwa mfano kwenye michakato itajia kuwahusisha wajumbe. Tunajiridhishaje kwamba, najua miongoni mwa vipindi ambavyo wajumbe wana kazi ngumu sana na wanatakiwa kutuliza akili zao vilivyo ni kipindi kama hiki. Kuna maeneo, kuna dabi. Nimeona kwenye gazeti moja wameandika dabi, wameandika dabi zinajulikana, zipo nyingi sana. Dabi ya Arusha, dabi nyingine huko Ilemela, dabi zipo nyingi yani. Unakuta kuna maeneo watu wanatikisana. Sasa wajumbe ndo wana kazi ya kutuletea sisi wagombea ili tuwachague kwenye kila chama, right? Sasa wale wana kazi kubwa. Sasa na wao kama watatumia maarifa yao vizuri kuweka hizo grades, ambao na mashaka sana grades haziko wazi. Yani kwamba mchujo utazingatia nini? Yani nadhani kwa sababu ni jambo la wazi, watu wanahitaji pia kujua kwamba kwa nini tumeletewa Exaudi na sio huyu. Sifa zilikuwa hizi. Sehemu walikuwa na mchakato mzuri sana ule, niliupenda sana wa wazi ule. Walikuwa wanaweka wagombea wajieleze. Yani kabla wewe mwenyewe wajumbe hautawalaumu kwa kiasi. Kwa michakato kama ile kwa uwazi itatusaidia hata sisi kujua okay. Ndio maana wajumbe walisema Mtei anafana, sio? Lakini bado hoja yangu ya msingi itaendelea kuwa hapa. Kwa upande wangu, ni mtizamo wangu binafsi, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado lina heshima na hadhi kubwa sana kiutendaji, kwenye kufuata taratibu zake na uwakilishi wa wananchi, uongozi wake Bunge muhimili. Japo watu wanakaula hivi, lakini muhimili Bunge kwangu bado una hadhi na heshima yake. Lakini cheo cha ubunge kimeshuka hadhi kwa kuporomoka. Na ndio maana Exaudi, we pia DM kwako watu yani kwa kuona tu una sauti nzuri hivi, Exaudi Mtei wana kushirikiza, nenda vunja kagombee. Kwa sababu ya hiyo tu unavaa makoti wewe, kagombee. Kwa mtazamo wangu naona bunge lenyewe lina heshima na hadhi yake, lakini ile kiti cha mmoja nadhani pengine wawakilishi ambao kwa hivi karibuni walienda kutuwakilisha, kuna namna walitufanya kutuonesha kwamba ni kitu rahisi, kila mtu anaweza hivi. Okay, hivi nitakuwa tunaenda na hudhuria vikao, okay, naingia natoka. Kwa kuna assignment wa bunge watakao kuja sasa awamu hii kuirudisha kwenye hadhi nafasi ya ubunge ili iende sawa na hadhi ya utendaji. Kama bunge litakuwa lina hadhi, spika atakuwa anaongoza kwa viwango. Spika aliyepita ni rais wa bunge, kwa hiyo viwango vyake ni vya kimataifa, yani uweze kubeza. Lakini kama wale sasa ambao wamekalia viti wengine kwenye kundi kubwa labda la wabunge labda 5, 10, 15 ndio wanafanya kazi kwa ufanisi. Wengine sasa hao ambao pengine ambao kwenye mchujo pia italeta majibu, sio mimi, sababu watarudi, wengi wanarudi kuja kuomba ridhaa tena, wananchi wanawauliza, wengine hawana cha kueleza. Kwa hiyo wale sasa ambao wanapata nafasi wanatakiwa kuweka grades, yani kuonesha ubunge wenyewe una hadhi. Japo kwa wapo na natamani tuhamishie mjadala mbali kwenye hiyo. Kwenye hizi dabi wapo watu ambao wamewahi kuweka standards za ubunge. Yani ubunge kuna kipindi ulionekana vijana ukiwapa nafasi kuna namna wanatendea haki. Unakumbuka ubunge kina Mdee? Kina Mdee. Ilikuwa wapi? Mdee mpaka sasa hajatangaza chochote. Na leo ndio mwisho wa CCM kuchukua fomu. Kwa nini sasa?
Nimesema CCM kwa sababu mwenzake au wenzake kadhaa wamekwisha tangaza kwamba rafiki yake yule Esther Bulaya mzee wa Barcelona amekwisha rejea CCM. Na amesema CCM ni Barcelona. Kama vingine ni kama vimeshuka daraja amesema. Sasa Mdee mpaka sasa hivi bado hajatangaza chochote. Kwa maana hiyo kama itafikia leo kukamilika, maana yake itakuwa ni rasmi kwamba Mdee hautaki ubunge ndani ya CCM. Kama itatimia leo zoezi likifungwa leo, labda ajiunge na CCM kama mwanachama, lakini kwenye swala la ubunge itakuwa leo ni mwisho wa yeye kuhisiwa kwamba atakuwa mbunge wa CCM. Jana kwenye wale 19 jana mmoja ni tumemwona mahakamani, maana yake automatically ni kama yeye amebakia anaimba niko very good. Mdee hajaonekana CCM, hajaonekana Chadema, hajaonekana pia. Anaweza kustaafu siasa. Hajaonekana pia Chauma. Anaweza kustaafu lakini atakuwa amewazulumu sana. Atakuwa anaweza kwa miaka 15. Atakuwa amewazulumu wananchi. Umesikia concern ya msingi sana. Umezungumza kitu kimejazia nyama kwenye kile nilichokuwa na katika umri, grade za utendaji wake. Hastahili kukosekana kwenye headline za siasa. Tunahitaji mchango wake wa akili. Sasa ni yeye kuamua anatusaidia kwenye siasa kwa kutumia nini. Anataka ubunge, atafute chama kinachoshiriki uchaguzi. Labda kama ana mipango mingine ya kutumikia siasa kwenye level nyingine, sababu siasa sio ubunge tu, kwenye level nyingine. Lakini mimi naamini bado mchango wa Mdee bungeni, Mdee yule na kisa utakuwa unanielewa. Namjua. Mchango wa Mdee yule bungeni ni muhimu kwa sababu taifa linahitaji pia watu wa aina yake. Kwa hiyo kukaa kwake kimya, natamani asistaafu siasa. Mimi binafsi natamani nisisikie ameacha siasa. Natamani nimuone. Vyama platform zipo nyingi. Wapo wanaopambana na Chauma wapate hizo nafasi. Anaweza akajiunga nao au anaweza. Lakini pia hata kurejesha majeshi au sio kurejesha, kama kujiunga na Chama cha Mapinduzi pia wenzake wamefanya hivyo. Lengo ni platform. Amesema mchungu hapa kwamba ubunge unahitaji platform ya chama ili uweze kuwa mbunge. Sasa platform ni ipi? Zipo nyingi. Na platform aliyopo kwa sasa ambayo na yeye amekuwa akisema kwamba yupo, haipo kwenye mchakato ya uchaguzi. Sasa kwa ngumu yeye kwa mbunge. Lakini unajua pamoja na yote haya, kitu kingine pia tumejifunga kwenye box. Unajua si lazima kujitangaza kwamba umechukua fomu. Sio lazima, lakini na nikwambie wako watu maarufu ambao wewe unaweza ukawa umewasahau kwenye kichwa chako. Wamechukua fomu kimya. Hii ndio nakupa sasa, ichukua hiyo. Hiyo nakupa kama content. Achana na hao hapa kina Mtei ambao wanataka kutrend. Ni content. Lakini wako wanasiasa ambao sasa sijui itazaa nini pia. Maana yake watu tunapenda kuwa judgmental sana. Wapo watu wamechukua fomu. Mimi kwa mtazamo wangu wana sifa na hadhi. Pengine wewe kwenye kichwa chako unaweza kuwa umewasahau, lakini nikwambie tu ule mchakato ni wawazi na ukulazimishi Mtei ukienda pale na koti lako la rangi fulani lazima upige picha na uonekane. Kwa hiyo wako watu na hiyo pengine inaniambia huenda lakini akawa huenda akawa ameenda lakini kile japo na yenyewe sijui katika hoja kwa mfano ya marketing sasa. Si ndio? Unajua mchakato wa kuchukua fomu ni sehemu ya kujiandaa katika uchaguzi. Sawa. Sasa mimi namuelewa mtu kwa mfano anachukua fomu alafu anapiga picha, maana ni mkakati vile vile katika eneo husika. Yaani ameshaanza. Yaani kushawishi. Kwa sababu hii nafasi una post alafu unaangalia comment watu wanasema kwa kichwa hichi. Kwa sababu hii nafasi, kumbuka, sawa, inahitaji watu wakuone, wakusikie na wakuevaluate, wakutathmini. Sawa. Ukiacha katika vyombo vya vyama, sawa, lakini kama wananchi kwamba unajua kwamba Mtei amechukua fomu katika jimbo fulani. Kwa sasa kampeni ya mgombea, sawa, inaanzia pale katika publicity. Kwa sasa lakini nafikiri hoja ya msingi zaidi lazima labda watu wajadili ni kwa nini sasa hivi kwa mfano ni wanasiasa au watu wengi wametoka huko wengi. Mimi binafsi inanifikirisha. Yaani wametoka huko wengi, sawa, wanakuja katika hii kada ya kisiasa. Yaani hiyo ukitazama viongozi. Yani kwa nini mtu alikuwa yupo mahali fulani au kwenye tasnia fulani,
Yani kwa nini kada imekuwa inavutia zaidi? Ngoja kurahisishie Kiswahili kwa mtu anayenisikiliza. Yani uongozi na ubunge ni vitu tofauti kwa sasa kimtazamo. Kwa lugha nyepesi tu naweza kukuambia, kwa sababu uongozi kwamba na wito nataka kutumikia watu. Wako watu walikuwa wana nafasi za kiutendaji eneo kubwa zaidi, wanatumikia. Lakini ameacha uongozi ili akawe mbunge. Kwa hapo wewe ukitengeneza lugha nyepesi, kuna tofauti mkubwa wa uongozi yani utumishi wa watu na ubunge. Sasa huo ubunge chambua wewe. Nini? Kwa maslahi gani? Naungana na rafiki yangu Steven Kudaka, yeye anasema yeye anaona ndo umuhimu ili form zifanyike ili kupata independent candidate kaita madam pia. Steven umetupeleka mbali. Hao waliopo wanachanga. Lakini pia nimalize na Makene Seleko anasema ubunge umekuwa mwepesi kuliko kazi zingine. Ogopa hiyo. Ishu nyingine ya mwisho kabisa kazi nyingine yani ubunge kaipeleka mbali sana. Yani sinaona kwambia yani kuna kazi kubwa ya kufanya kurudisha grades za nafasi. Hivi ndivyo watu wanauona. Na mweke vizuri kauli yangu, mna tabia ya kupindisha. Ubunge sio bunge. Naelewa ule wa mtu binafsi. Yani bunge lina heshima, ila wewe una behave vipi? Yani ubunge, yani wewe ndio tabia yako. Unaweza ukawa mbunge ila ni mlevi. Kitu pekee ambacho nawaamini sana wajumbe ni kwenye haya matukio kama haya. Baada ya kuletea watu ambao hukufikiri kabisa. Lakini wanakuletea watu ambao wala sasa kwa bahati mbaya yani tumewalundukia yani wala hawana shida wajumbe. Wanajua mchakato wa mbunge, mchakato ya kugombea ubunge huwa ianze wakati wa kuchukua fomu. Sikia yani wewe ukitaka kuwa mbunge, labda kwa mimi nataka kuwa mbunge wa Vunjo. Siwezi kuanza saizi afu nikafanikiwa. Kuna mtu alishaanza. Yani kwa naongea na mtu mmoja akaniambia kuna jimbo moja kuna mtu ameanza michakato ya kutaka ubunge. Hao ni ukweli. Uchaguzi ulipoisha 2020. Kuna mtu alianza mchakato wa kuwa mbunge 2025. Yuko field. So anamtaja kuna kiongozi kwa chama anaitwa Field Marshal. Zako kuna followers wako wa Instagram, ukienda kule ukakabidhi form na nini. Anajisemea Samia mbunge wa kitaifa. Unakuwa mbunge. Unakuwa mbunge wa Instagram. Lakini kule tayari wana mtu wao. Huenda alikuwa diwani au alikuwa mdau wa maendeleo kwenye eneo lile. Amefanya kazi miaka 5. Wanaye wanakana. Yani unaambiwa wajumbe wana wabunge. Na wajumbe ni wananchi wa pale, kwa hiyo wanamjua. Yani wajumbe hawana wabunge, wana wagombea wa ubunge. Yani wanao wamekana. Siteseke sana. Lakini kitu pekee ambacho CCM watakuwa wamefanikiwa kwenye hili kisa, tumalize na hii. Na hii haijazungumzwa sana. Katika huu mchakato wote kuanzia kwenye kuchukua fomu mpaka leo, imetupa picha halisi ya kwamba CCM ina nguvu kiasi gani. Yani kujitokeza watu tu idadi kubwa kiasi hicho. Wengine jana nilikuwa nauliza tu huyu ni CCM. Na mwenzetu mmoja kwenye habari nikasema huyu kumbe na hiyo kuifanya hivyo inakupa picha kwamba namna gani kichama huenda kina watu wengi au kinaaminika na watu wengi au ni platform sahihi ya watu kutafuta uongozi fulani. Yes, ni hoja nzuri. Imetupa picha kwamba nguvu ya CCM ipo kiasi gani. Hiyo ni wazi. Vyama vingine vikitangaza mchakato huo huwezi kuona idadi hiyo. Na kimkakati na mtei hapo niongezee labda kimkakati sasa ukitazama. Maneno mimi nikaenda kukuta kule wameniogesha. Kimkakati ukiwaza sasa kimkakati. Katika operation nyingi. Sio kuwaza tu ukiwaza kimkakati. Kuna tofauti ya kufikiri. Kuna kufikiri kawaida, kufikiri kimkakati. Sasa ukiwaza kimkakati katika operation nyingi ambazo zimefanyika. Sawa utaona kabisa vile vile ili wimbi la kuchukua form nalo linaenda kubadilisha public opinion. Public opinion ya watu kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa maana kwamba ukiona kwa mfano kila siku, kwa mfano katika wiki hapa huyu kuna michezo umechukua form, si mwanasiasa, mtu ameacha ubunge, ameacha ukoo, umeona habari. Maana ni kwamba sasa ni public opinion inaandaliwa kwamba huu ni mwaka wa nini wa uchaguzi. Kwa sasa ndio ngasema kwamba ili wimbi la watu kuchukua form vile vile limeenda kufufisha operation nyingine nyingi sana ambazo zilikuwa zinafanyika kuelekea Oktoba mwaka huu. Lakini mtei ulikuwa unaongea pale kuhusu mambo ya ukubwa wa CCM na nini, au siazungumze sana. Lakini kwa uchache tu
mbali ya kwamba nafasi ya ubunge na udiwani wengine wameona kila mtu ameona anaweza, lakini pia CCM wameonyesha kwa mapana kwamba hiki ni chama cha kila mtu. Ndio hiyo nilisema kwamba kuna kila mtu anajifeel yuko comfortable au fi kwamba ndio niliweka kwenye maswali mawili kwamba ni moja, labda chama ni kweli kina idadi kubwa ya wanachama, au watu wanaamini kwamba CCM ni sehemu, au ni watu wanataka wapitie tu, au ni watu wanataka tu kwamba hapa ni sehemu ambayo ina daraja zuri la mimi kwenda huko na kwenda. Yote yanawezekana. Haya, huyu hapa huyu ni Geoffrey anasema we mtei unavuka mkanda itakuwa mpaka wa kazi yako. Usimpigie debe mdee, ni mtu msaliti, hafai, anaweza kusaliti chochote. Kwani umevuka mpaka kwenye kumuelezea mtu na yeye pia akavuka. Kwa nini wewe sasa, kwa nini nianze na wewe kabla sijaja kwa na mimi sijasema mdee achaguliwe, nimesema akili za aina ya mdee bado zinahitajika. Yani kustaafu siasa ametuzulumu. Jeff, umeelewa jibu au? Lakini kwa nini na wewe umzungumzie mtu hivyo? Yaani umempimaje? Yaani mtazamo wako ulitaka aendelee kukaa hapo usikiza. Na wewe umevuka mpaka wa kulazimisha mtu akae kwenye angesema tu usifike mipaka hapo achia. Lakini yeye anataka mdee akae kwenye mipaka yake. Sasa wewe na mtei wote sitawajibu tena. Sababu nimeona wote mnasababisha mipaka yangu isiendelee kutanuka. Asante. Nimekuona rafiki yangu mwingine nani? Ni Steven na wengine wengi. Saa 2 kamili ni muda wa news updates, na tayari tuko na Abel Kilumbu kwa ajili ya news updates. Tumevuka boda kuiunganisha miji mikuu ya Tanzania, Kenya na Uganda, na kwa pamoja tumeichagua East Africa Radio kutuleta pamoja. East Africa Radio. Together tunawakilisha.